Mlango wa 32. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika mwaka wa 10 wa Sedekia mfalme wa Yuda, nao ulikuwa mwaka wa 18 wa Nebukadreza. Basi wakati huo jeshi la mfalme wa Babeli liliuzunguka Yerusalemu, na Yeremia nabii alikuwa amefungwa ndani ya uwanda wa walinzi uliokuwa katika nyumba ya mfalme wa Yuda, kwa maana Sedekia mfalme wa Yuda alikuwa amemfunga akisema, kwa nini unatabiri na kusema, Bwana asema hivi, angalia, nitatia mji huu katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Tena Sedekia mfalme wa Yuda hatapona kutoka katika mikono ya Wakaldayo, lakini hakika yake atatiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli. Atanena naye mdomo kwa mdomo, na macho yake atatazama macho yake. Naye atamchukua Sedekia mpaka Babeli, naye atakuwa huko hata nitakapomjilia, asema Bwana. Mjapopigana na Wakaldayo hamtafanikiwa. Yeremia akasema, neno la Bwana limenijia kusema, tazama, Hanameli mwana wa Shalumu mjomba wako atakujia akisema, jinunulie shamba langu lililoko Anathothi, maana haki ya ukombozi ni yako, ulinunue. Basi Hanameli mwana wa mjomba wangu akanijia ndani ya uwanda wa walinzi sawasawa na lile neno la Bwana, akaniambia, tafadhali ulinunue shamba langu lililoko Anathothi katika nchi ya Benyamini, maana haki ya urithi ni yako na haki ya ukombozi ni yako, ujinunulie. Ndipo nikajua kama neno hili ni neno la Bwana. Basi nikalinunua shamba lile lililoko Anathothi kwa Hanameli mwana wa mjombangu, nikampimia fedha yake shekeli 17 za fedha. Nami nikaitia sahihi ile hati na kuipiga muhuri, nikawaita mashahidi, nikampimia ile fedha yake katika mizani. Nikaitoa ile hati ya kununua, ile iliyopigwa muhuri, kama ilivyo sheria na ada, na ile nayo iliyokuwa wazi. Na ile hati ya kununua nikampa Baruku mwana wa Neria mwana wa Maaseya, mbele ya uso wa Hanameli mwana wa mjomba wangu, na mbele ya mashahidi wale walioitia sahihi hati ya kununua, mbele ya Wayahudi wote walioketi katika uwanda wa walinzi. Nami nikamwagiza Baruku mbele yao, nikasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, twaa hati hizi, hati hii ya kununua, hati hii iliyopigwa muhuri, na hii iliyo wazi pia, ukazitie katika chombo cha udongo, zipate kukaa siku nyingi. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, nyumba na mashamba ya mizabibu yatanunuliwa tena katika nchi hii. Hata nikiisha kumpa Baruku mwana wa Neria hati ile ya kununua, nalimwomba Bwana nikisema, Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililogumu usiloliweza. Wewe uwarehemuye watu 1000 nyingi, uwalipaye baba za watu uovu wao vifuani mwa watoto wao baada yao. Mungu aliye mkuu, aliye hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, mkuu wa mashauri, mweza katika kutenda, ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu, kumpa kila mtu kwa kadiri ya njia zake na kwa kadiri ya matunda ya matendo yake. Wewe uliyeweka ishara na ajabu katika nchi ya Misri, hata siku hii ya leo, katika Israeli na kati ya watu wengine, na kujifanyia jina kama ilivyo leo, ukawatoa watu wako Israeli katika nchi ya Misri kwa ishara na kwa ajabu na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mkuu, ukawapa nchi hii uliowaapia baba zao kwamba utawapa, nchi iliyojaa maziwa na asali. Nao wakaingia wakaimiliki, lakini hawakuitii sauti yako, wala hawakuenda katika sheria yako, hawakutenda neno lolote katika haya uliowaagiza wayatende. Basi kwa sababu hii umeleta juu yao mabaya haya yote. Angalia maboma haya, wameujia mji huu ili kuutwaa, na mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo wanaopigana nao, kwa sababu ya upanga na njaa na tauni. Na hayo uliyosema yamekuwa,
na tazama, wewe unayaona. Nawe, Bwana Mungu, umeniambia, inunulie shamba lile kwa fedha, ukawaite mashahidi. Iwapo mji huu umetiwa katika mikono ya Makaldayo, je, itakuwaje? Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Basi Bwana asema hivi, tazama, nitautia mji huu katika mikono ya Wakaldayo na katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Na Wakaldayo wanaopigana na mji huu watakuja na kuutia moto mji huu na kuuteketeza, pamoja na nyumba zake, ambazo juu ya dari zake wamemfukizia Baali uvumba na kuwamiminia miungu mingine vinywaji, ili kunikasirisha. Maana wana wa Israeli na wana wa Yuda wametenda yaliyo mabaya tu mbele za uso wangu tangu ujana wao. Maana wana wa Israeli wamenichokoza tu kwa matendo ya mikono yao, asema Bwana. Kwa kuwa mji huu umekuwa sababu ya kunitia hasira na sababu ya ghadhabu yangu tangu siku ile walipoijenga hata siku hii ya leo, ili niuondoe usiwe mbele za uso wangu, kwa sababu ya mabaya yote ya wana wa Israeli na ya wana wa Yuda walioyatenda ili kunitia hasira, wao na wafalme wao na wakuu wao na makuhani wao na manabii wao na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Tena wamenigeuzia visogo vyao, wala si nyuso zao. Ingawa naliwafundisha, naliondoka mapema na kuwafundisha, lakini hawakusikiliza ili wapate mafundisho. Bali waliweka machukizo yao ndani ya nyumba iliyoitwa kwa jina langu, ili kuinajisi. Tena walijenga mahali palipoinuka kwa Babeli, palipo katika bonde la mwana wa Hinomu, ili kuwapitisha wana wao na binti zao katika moto kwa ajili ya Moleki, jambo nisilowaagiza. Wala halikuingia moyoni mwangu kwamba walitenda chukizo hilo, wapate kumkosesha Yuda. Basi sasa, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi katika habari za mji huu, ambao ninyi mnasema juu yake maneno haya, umetiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Tazama, nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilikowafukuza, katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi. Nami nitawaleta tena hata mahali hapa, nami nitawakalisha salama salimini. Nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitawapa moyo mmoja na njia moja, wapate kunicha siku zote, kwa mema yao na ya watoto wao baada yao. Nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba sitageuka wala kuwaacha, ili niwatendee mema. Nami nitatia kicho changu mioyoni mwao, ili wasiniache. Naam, nitafurahi juu yao niwatendee mema. Nami nitawapanda katika nchi hii kweli kweli, kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Maana Bwana asema hivi, kama nilivyoleta mabaya makuu haya yote juu ya watu hawa, vivyo hivyo nitaleta juu yao mema hayo yote niliyowaahidia. Na mashamba yatanunuliwa katika nchi hii mnayoitaja mkisema, ni ukiwa, haina mwanadamu wala mnyama, imetiwa katika mikono ya Wakaldayo. Watu watanunua mashamba kwa fedha, watazitia sahihi hati zake na kuzipiga muhuri, na kuwaita mashahidi katika nchi ya Benyamini, na katika mahali palipo pande zote za Yerusalemu, na katika miji ya Yuda, na katika miji ya nchi yenye vilima, na katika miji ya nchi tambarare, na katika miji ya Negebu. Kwa maana nitawarudisha wafungwa wao, asema Bwana.